الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tumo katika darasa ya 16 katika mfululizo wa darasa zetu kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'an. Katika darasa ya 15, darasa ya jana, tuliendelea kuona katika malezi kwa kuzingatia mazingira anayoyakuta mtoto, anayolelewa mtoto. Tuliona nadharia ya social learning theory, na tulisema kwamba nadharia hii ina sehemu muhimu sana inayokubaliana na Uislamu, ambayo wenyewe wanaiita learning by observation, kujifunza kwa kuzingatia, kwa kuangalia. Na tukaona suala la kujifunza kwa kuangalia ni suala katika maelekezo ya Kiislamu, katika maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ameelekeza, na yeye akiwa ni kigezo, ameelekeza sana sisi kuitangaza dini na kuathiri wengine kwa vitendo kuliko kauli. Na hili tumelielezea katika darasa ya jana na ya juzi kwa kirefu. Leo katika darasa ya 16 tunaendelea pale tulipokomea jana, lakini tunataka tuone uwiano kati ya umri wa mtoto na malezi. Uwiano kati ya umri wa mtoto na malezi. Haya ndio ambayo tutazingatia kwa hizi siku 2-3 zijazo inshallah. Na suala hili la marahili numu litifli, hatua za kukua kwa mtoto, na kwamba kila anapokuwa mtoto anakuwa na aina ya malezi inayofanana na kukua kwake.
Yani kila marhala ya kukua kwa mtoto inahitajia tarbia khasa, malezi maalum yanayolingana na ukuaji wake. Na ni muhimu sana tuelewe kwamba fikra ya Kiislamu ndio hiyo, lakini na ulimwengu wa kimagharibi kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali wamejaribu kwa kiasi kikubwa sana kuweka uwiano baina ya ukuaji wa mtoto na malezi. Kwa mukhtasari ni kwamba kila mtoto anapokuwa anahitajia aina yake ya malezi. Kwa hivyo kuna kipindi fulani kikifika, ukitaka kuanza malezi unaweza kuendelea, lakini utakuwa umechelewa kiasi fulani. Kwa lugha nyingine, utakuwa umechelewa kuingia darasani kufundisha, lakini malezi hayakomi. Na sisi katika mazungumzo yetu ya leo tunataka tumsome mtu katika wazungu anayetizama kwamba alileta mapinduzi katika malezi ya watoto. Yani watu wakilea siku zote, tangu walipoumbwa binadamu wakazaa, walikuwa wakilea. Lakini kihistoria walimwengu wanataka kutuambia kwamba kuna zama zinazoitwa zamanun baada iktishafi tifli, zama baada ya kumgundua mtoto. Yani kwamba hawa sasa waliweza kumfahamu mtoto sawa sawa, wakaweza kusema mambo mapya kuhusu mtoto. Kwa hiyo ni kipindi kipya cha kuanza kudili na mtoto baada ya mtaalamu huyu Jean-Jacques Rousseau. Ukiuliza ni zama gani, ni jambo la kushangaza kwa sababu ni zama za juzi tu. Bwana huyu ni Mfaransa, amezaliwa mwaka 1712 na amekufa mwaka 1778. Yani amezaliwa mwaka 1712, amekufa mwaka 1778. Jina lake ni Jean-Jacques Rousseau. Ni mtu maarufu sana katika historia, sio tu katika suala la malezi ya watoto, lakini tunapozungumza sisi kama wanafunzi wa historia, tunapozungumza zama za mwangaza Ulaya, yeye ni katika wanafalsafa wa zama za mwangaza kule Ulaya. Na nataka hapa tuzingatie kidogo mazingatio ya kihistoria ambayo ni muhimu sana katika kumuelewa bwana huyu. Mwaka aliokufa nadhani mmeusikia, ni 1778, yani 1778. Hiyo inaitwa karne ya ngapi? Karne ya 18 ndio tarehe alizokufa huyu. Huyu alizungumza hatua za kukua kwa mtoto na aina ya malezi anayohitajia. Sisi lengo letu tunapozungumza dunia inasemaje, tunataka tuelewe na Qur'ani inasemaje, alafu tuone kwamba baina ya miwani ya dunia na miwani ya Qur'ani ni ipi inamfaa zaidi mwanadamu katika kumlea mtoto. Sasa ili tumtambulishe huyu bwana, nitapenda tusikilizane vizuri. Kuna mambo yanahitajia umakini. Katika falsafa kuna madhehebu, yani kuna tariqa kwa lugha nyingine. Wao wana tariqa zao katika madhahib, katika falsafa kuna madhahib katika falsafa. Huyu bwana anazingatiwa kwamba yeye ni katika naturalist. Tumezungumza kuhusu nature. Ukisema naturalist ni mtu anayeamini kuhusu asili, anaamini kuhusu at-tabia. Nikupeni mfano. Tunapomzungumzia mtu anaitwa Charles Darwin, tumemzungumza mara nyingi sana. Hakuwa filosofa, hakuwa mwanafalsafa, yeye alikuwa mwanasayansi, lakini si mwanafalsafa.
ni mtu aloamini kuhusu asili. Maana yake nini? Aliamini kwamba chimbuko la maisha yetu ni mazingira, mabadiliko mbalimbali yaliyotokea katika mazingira. Aliamini kuhusu mazingira asilia ndiyo yalomtengeneza hata mwanadamu hivi alivyokuwa leo hii. Ameamini kwamba sisi tumetokana na viumbe vingine vilivyobadilika kwa kipindi kirefu cha mamilioni ya miaka mpaka tukafikia hivi tulivyokuwa. Anaamini kwamba maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu yanatokana na mabadiliko ya nini? Ya mazingira katika kipindi kirefu cha miaka. Wanasema evolution. Na huyu bwana imani yake inafanana kiasi fulani na huyu Charles Darwin katika kuamini kuhusu asili. Lakini leo sisi tunazungumza kuhusu akhlaqi, kuhusu malezi, kuhusu maadili. Yanahusika nini na imani yake hii na madhehebu yake haya ya kuamini kuhusu nature? Kuna nukta muhimu sana za kujifunza hapa. Huyu bwana anaamini hivi: mtoto kiasili yuko naturally, yuko kiasili, hana ubaya. Jamii chafu, corrupt society, jamii yenye ufisadi ndiyo inayomharibu mtoto. Umeelewana? Lakini anaamini kwamba mwanadamu siku zote yeye ndiye anayeharibu mazingira. Atachukua mche fulani akaupachika kwenye mche mwingine, pakazaliwa kitu ambacho sio cha asili. Anasema hili ni tatizo. Anaamini kwamba nature iachwe kama ilivyo. Nataka mnisikilize vizuri. Nature iachwe kama ilivyo, kwa maana ya kwamba mazingira hayana tabu, yaachwe kama yalivyokuwa, yakuwe vile vile. Na mtoto kwa sababu ni mtoto wa mazingira na mwanadamu tabia yake ni uharibifu wa mazingira, mtoto hatakiwi aguswe, atiwe chochote. Na hapa ndio unapokuja katika nukta. Hatakiwi aguswe, hatakiwi atiwe chochote. Aachiwe akue yeye kiasilia kutokana na mazingira yaliokuwa mbele yake. Hiyo ni nukta ya msingi ambayo katika kumuelewa bwana tuelewe. Kwa hivyo mtoto anazaliwa bila maarifa, ndio imani yake hiyo, na sisi tunaamini hivyo kama Waislamu. Namba 2, mtoto ana uwezo wa kifitra wa kujifunza, lakini kujifunza mwenyewe, sio kufundishwa. Mimi nataka ile fikra yake tuielewe kabla hatujaijadili. Yani jamii haitakiwi iingilie chochote katika kumfundisha mtoto yale maadili ambayo jamii inaamini haya ndio maadili yetu. Hapana. Nature asilia, maumbile ya asili yatachukua nafasi ya kumfundisha mtoto. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Kwa hiyo anatakiwa ajitegemee mtoto katika kujifunza. Na wazazi sasa kazi yao nini? Kazi ya mzazi ni 2. Akiwa mdogo amegawa umri, amegawa mafungu 4 tutayaona. Lakini akiwa mdogo katika hatua ya kwanza, kazi ya mzazi nini? Ni kumtunza, kwa maana ya kumpa mahitajio ya mwili. Yani kumpa chakula, vinywaji, kuhakikisha ana malazi, anaweza kupata matibabu. Hiyo ni namba 1. Namba 2 ni kumlinda tu asidhurike. Lakini kuna maeneo ya madhara ni sehemu katika masomo. Yani aachiwe free kabisa, asipewe chochote cha kufundishwa maadili
nature itamfunza, achezee udongo, aingie huku, afanye kila kitu, lakini asipewe mafunzo ya kimaadili, kuambiwa fanya usifanye, kwa sababu nature ina nafasi ya kumfunza. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa bwana? Na sijui kama tumelielewa hilo. Sasa nataka kutia jambo la ziada ambalo halijasemwa hapa. Mnajua kwa nini yeye anaamini kwamba jamii ni chafu, haifai kumfunza mtoto maadili, na aachiwe katika kipindi cha kwanza yeye mwenyewe, na ana uwezo wa kujifunza yeye mwenyewe? Ikiwa anataka kuangukia katika hatari, ndio nafasi ya mzazi amzuie asiangukie katika hatari, kisha mengine amwachie. Ama kumwambia mtoto fanye usifanye, hapana. Ni kwa sababu yeye alikulia katika kipindi ambacho aliamini kwamba jamii ni chafu, na jamii wakati ule ilikuwa imetawaliwa na kanisa, na yeye alikuwa ni mpiganaji wa kuangusha utawala wa kanisa Ulaya. Nadhani kwa wale wanaofahamu historia, tunapozungumza zama za mwangaza Ulaya, tunazungumza kipindi ambacho nchi za Ulaya zilishuhudia, hasa Ufaransa, maandamano mengi na mapinduzi dhidi ya dola lilokuwa likitawaliwa na kanisa. Kwa hivyo aliamini kwamba jamii ni chafu, ina mawazo ambayo sio sahihi, mawazo ya kutii dola, mawazo ya kuamini Mungu, mawazo ya kusema sami'na wa ata'na. Sasa kumkomboa mtoto ni kuhakikisha mtoto hafundishwi maadili na jamii, anaachiwa ile nature yenyewe imfunze. Sasa hilo ni jambo la kupigia mstari kwamba Uislamu unasemaje hapo. Ukisoma hadithi za Mtume utaona la, mtoto afunzwe. Mtoto asiachiwe hivi, ana uhuru wa kucheza, lakini mtoto anafunzwa tangu mdogo, tangu anapoanziwa kuadhiniwa na kabla ya hapo, kama tutakavyoona. Lakini tunataka tumsome huyu bwana ambaye anaitwa ni mkombozi, aliyeleta mawazo mapya katika malezi ya mtoto. Sasa nukta muhimu ndugu zangu nayotaka tuielewe, msikilizane vizuri, ni kwamba hizi fikra mnazozisikia zinazozungumzwa kimataifa za uhuru, uadilifu, haki, nafasi ya kutoa maoni yako, msizitizame kama fikra ambazo zinatakiwa zitekelezwe katika level ya kidola, kwamba nchi inatakiwa iwe na uadilifu, wananchi wake wawe na uhuru, pawepo na haki, pawepo na kadha na kadha. La, wakati ule huyu Jean-Jacques Rousseau alipokuwa akitoa mawazo kuhusu kumlea mtoto, ni yale mawazo alokuwa akipigania ya ukombozi wa Ufaransa, wananchi wa Ufaransa waishi namna hii, na mtoto naye alitakiwa aishi namna ile ile. Nataka tuelewane sana kwenye hii fikra, mkisikiliza kwa umakini. Msidhani dunia inaposema demokrasia na tunataka watu wafate demokrasia, nyie mnadhani ni kitu kinachodaiwa katika level ya dola tu. Hapana, ni kitu kinachozungumzwa katika level ya familia kabla ya dola. Ni kitu kinachopiganiwa katika level ya familia kabla ya level ya dola. Utekelezaji wake hauishii tu katika dola, ni kwamba pale ndani ya familia panahitajika mafumu hiyo itekelezwe. Ndio maana huyu Rousseau amezungumza sana kuhusu uhuru wa mtoto, kwa sababu akiamini kwamba mtoto amekuwa mtumwa chini ya dola linaloendeshwa na kanisa. Na ukombozi wetu haukuwa ukombozi tu wa wananchi washike dola waendeshe kwa uhuru, lakini pia ndani ya familia mtoto alelewe katika mazingira ya kuwa huru, haambiwi fanya usifanye. Sasa bila shaka tutakuwa tumeelewana kwa kiasi fulani.
Sasa hatua za ukuaji wa mtoto kwa mujibu wa Russo ni hizi. Kwanza, tangu kuzaliwa mtoto mpaka kufikia miaka 5 au 6, 5 mpaka 6, anasema hivi, hiki ni kipindi ambacho tangu amezaliwa mpaka kufikia umri wa miaka 5 mpaka 6, anasema mtoto anatakiwa alelekwe kwa uhuru bila kuingiliwa na jamii na bila kuwepo na masala ya kuambiwa haya ndio maadili yetu ya kijamii, hili linafaa bwana, hili halifai, hili ni marufuku, hili ni aibu, hili ni mila na desturi. Hatakiwe aeleze. Katika kipindi hiki mtoto awe huru, nature imfundishe. Akianguka anajua ukianguka bwana unatakiwa unyanyuke ufanye hivi, akichomwa na mwiba unachoma kisha uepuke, mpaka akue mwenyewe. Mazingira ndio mwalimu wake. Tuko pamoja? Mazingira ndio nani? Mwalimu wake. Ndio maana kuambia huyu ni naturalist philosopher. Hiyo ni miaka mingapi? 0 mpaka 5 hadi 6. Na kwamba wajibu wa mlezi ni nini? Ni kumhudumia mtoto haja zake za mwili. Anahitaji chakula, anahitaji kunywa, anahitaji kulala, pengine kuogeshwa manake. Basi kumwambia fanye usifanye haitakiwi. Kwa hiyo ni kipindi cha kutumia hisia zake, common senses, na kufanya majaribio yeye mwenyewe na kujifunza kwa imani ya kwamba ana uwezo mkubwa sana wa kujifunza mwenyewe. Narudia swali, kwa nini jamii isiingilie ikamwelekeza mtoto fanye usifanye? Kwa sababu jamii ni corrupt, itamharibu. Haya ni mtazamo ya nani? Jean-Jacques Rousseau. Hatua ya pili ni umri wa miaka 6 mpaka 12. Anasema kwamba hapa mtoto sasa anaanza kufikiria kiakili. Anaweza kupelekwa shule. Anasema anaweza kupelekwa shule, lakini asifundishwe masomo mengi, na zaidi afundishwe masomo yanayohusu mambo ya mazingira yaliyomzunguka na namna ya kutawala mazingira. Na sehemu kubwa ya kufundishwa aachwe yeye afanye tajriba, mazoezi ya kujifunza kuifahamu dunia. Hatua ya pili. Ya tatu ni umri wa miaka 12 mpaka 15. Hiyo marhalatul murahaqa almubakkira, mwanzoni mwa baleghe ya mtoto. Sasa anasema hiki ndio kipindi mtoto anaweza kujitambulisha, anaanza kujitambulisha, anajua yeye ni nani, anaanza kujifahamu yeye ni nani, anaanza kufikiria na kuwa na mawazo pembuzi tofauti kidogo, anaanza kufikiria kuwa huru. Wakati huo anaanza kujitambua. Kwa hiyo anasema kipindi hiki sasa ataanza kuelewa maslahi yake na madhara yake. Ama kufikia miaka 15 mpaka 20 na kuendelea, marhalatun nudhji ni kipindi cha anakiita maturity. Sasa ameshakuwa matured, amekuwa sasa amepevuka. Anasema sasa anaweza kuchukua maamuzi binafsi, asiingiliwe. Ni kipindi cha maamuzi binafsi cha mtoto, yuko huru. Na yeye anatizama Rousseau kama ni katika wapiganiaji uhuru wa mwanadamu. Sasa kipindi alichokufa baadaye muda mfupi ndipo ambapo pakawepo na mapinduzi ya Ufaransa mwaka 1789. Mara nyingi nasema ili iwe rahisi kuhifadhi kwa vijana, 1789. 1789 ndio mapinduzi ya Ufaransa. Yanatizamwa kama mapinduzi makubwa katika historia yaliyopigania uhuru wa mwanadamu, hasa mwanadamu wa Ulaya na hatimaye sisi wa huku kwetu. Miongoni mwa waliochangia wanaosemwa sana ni huyu Rousseau. Kwa hivyo hapa alikuwa anapigania pia uhuru wa nani? Wa mtoto katika malezi. Mmeona hizo hatua?
mnaonaje katika Uislamu mtoto akiachiliwa namna hiyo? Tutampata huyu mtoto akishafikia umri huo wa mwisho aliosema wa kwamba sasa pale ni kijana huru? Kama alipoanza jamii imeambiwa marufuku kumuingilia, alipofikia umri huu mwingine ameambiwa awe na qararatun mustaqilla, awe na maamuzi sasa huru. Kisha atazaliwa kijana wa namna hiyo, kijana huru katika maamuzi yake, kwa macho na mtazamo wa nani? Jean-Jacques Rousseau. Tuko pamoja mpaka hapo Yeye aliandika kitabu kilijulikana kwa jina la Emile on Education. Emile ni jina la binti tu ambayo yeye alilibuni. Akatengeneza riwaya. Ile riwaya mwaka 1762 ilipigwa marufuku na serikali ya Ufaransa kwa sababu ilikuwa inaonyesha ukombozi fulani wa mtoto, lakini kwa hakika ilikuwa ni mawazo ya ukombozi ya jumla kuanzia mtoto, na kwamba utawala uliokuwepo Ulaya wakati ule haukubali uhuru wa sampuli hiyo kwa sababu ya kanisa ambalo lilikuwa limetawala wakati huo. Lengo la kutaja haya ni kutaka kusema imani ya kwamba mtoto kadri anavyokuwa anahitajia aina fulani ya malezi. Huu ndio mtazamo wa Qur'ani kama tutakavyoona, ndio mtazamo wa nini? Wa hadithi vile vile kama ambavyo tutaona. Sasa kuna mwingine aliyemgawa mtoto katika mafungu vile vile ya kukua, na hawa tunawataja tu ili mwingine akafanye bahthi zaidi awafuatilie. Kuna mwingine anaitwa Piaget, mtu wa Uswisi. Yeye ana fikra zinazoitwa cognitive theory of development. Yeye amemgawa mtoto kwa mujibu wa ukuaji wa ubongo wake, sio ukuaji wa mwili. Of course ukuaji wa ubongo unakwenda sambamba na ukuaji wa mwili. Akagawa katika hatua 4, hatuna haja ya kuzisoma. Ameanza miezi mpaka kafikia kipindi cha mtoto kubaleghe. Anazungumza kukua kwa ubongo wa mtoto. Lakini ninayemtaka mimi leo hii kuendelea naye hapa ni mtu mwingine anaitwa John Dewey na mwenzake William James. Hapa nahitaji tusikilizane kidogo. Kwa bahati mbaya darasa ya leo kidogo inahitaji umakini. Kama tumeelewa fikra ya Jean-Jacques Rousseau kuhusu malezi, tusikilize na hii kwa umakini. Falsafa nyingine ya malezi ambayo ni mpya na ndio inatawala dunia sasa hivi ni falsafa ya Kimarekani, inaitwa pragmatism. Kiswahili tuiite hivi, upragmati. Nini maana ya upragmati? Nataka kuirahisisha tuelewane. Upragmati ni kuweka mbele maslahi. Upragmati katika siasa, katika uchumi, ni mtu kutanguliza nini? Maslahi mbele. Yani yale maadili tunayokubaliana kwamba wanadamu wote wanakubaliana kuwepo na values, maadili, vitu vyenye thamani. Kwa mfano nini? Ukarimu, upole, ushujaa, uaminifu. Hizi ni sifa nzuri kwa wanadamu wote takriban. Na wanadamu wote wanachukia uoga, wizi, uongo, ubakhili na sifa nyingine zote mbaya. Tunasema hizi ni values, ni maadili ambayo wanadamu takriban wanakubaliana wote, na ni vitu thabit, havibadiliki kwa mwanadamu, sio? Ndio maana tukasema kwamba katika akhlaqi hakuna nasikh na mansukh. Hata ukisema uongo kwa dharura, hakufanyi uongo ukawa kitu kizuri, bali itakuwa mtu kwamba umesema tu kwa sababu ya ile dharura, lakini hukumu ya uongo itabaki kuwa ni kitu kibaya. Ukweli hauwezi kuwa ni mbaya hata siku moja.
Kwa hivyo hakuna nasikh na mansukh katika akhlaq, hakuna nasikh na mansukh katika aqida, kuna nasikh na mansukh katika hukumu. Ile tumekubaliana, sio? Upragmati unaamini kwamba alqiyam laysat thabita, maadili sio kitu ambacho hakibadiliki, static, ni kitu kinabadilika. Yani kuna wakati tunahitajia uongo na uongo unakuwa ni mzuri na tunautumia. Hadaa ni bidhaa muhimu sana kwa ajili ya kufikia malengo yetu. Sio kama tuko pamoja? Ni kuamini kwamba haya mambo yanayoitwa kwa ni maadili yanabadilika kutokana na zama na mahala. Ili tuielewe dhana hii, na wapeni mifano. Kwa mfano, sisi ni dola kubwa, tunapigania uadilifu duniani, lakini tunatafuta maslahi yetu duniani. Tunatafuta maslahi yetu duniani, tunayatafuta kwa nguvu zote. Tukapata dola nyingine ndogo lakini ina mali, alafu tuna kiongozi dikteta dhalim. Upragmati unatuambia tumuunge mkono ili tupate cha kwetu kutoka kwake. Tuko pamoja? Si kiongozi dhalim, na uadilifu ni maadili yanayopiganiwa na binadamu, na sisi vile vile ni dola ambayo inasema inapigania uadilifu. Lakini kwa kuwa tunataka maslahi na huyu kiongozi dhalim anatufaa sana, tunatakiwa tumlinde, tumpiganie, aendelee kubaki kuwa ni kiongozi, kwa sababu tunapata chetu kupitia kwake. Hiyo ni fikra ya kinini? Ya pragmati. Tuko pamoja bwana? Sasa wewe usichukulie kimataifa, tuchukua na wewe pale ambapo unapoamua kumkumbatia mtu muovu kwa sababu unapata kitu. Maana haya mafhumu tusiyapeleke mbali tu katika level ya kidola. Yashushe chini pale ambapo wewe unamfahamu huyu bwana ni dhalim, pesa zake anazipata kwa dhulma, lakini ukamkumbatia tu kwa sababu anakugaia. Ndio ile wala tarkanu ila alladhina dhalam. Upragmati ni kutizama maslahi na yale maadili yakapinduka kuwa yakawa yanafaa kwa sababu tu hatima yake yana nini? Yana manufaa. Huo ni mfano mmoja ya kwanza. Mfano mwingine, kwa mfano dola kubwa ya kimagharibi, ya kimataifa, kazi yake kubwa ni kupigania demokrasia duniani. Na mara nyingine husemwa kwamba wanatoa michango kwa ajili ya kuhakikisha demokrasia inakuwa duniani. Na wanakuwa adui wa nchi fulani kwa sababu nchi ile haitekelezi nini? Demokrasia. Na wakati mwingine wanaweza kuiwekea vikwazo, wakainyima misaada. Kisa nini? Tunataka mtekeleze demokrasia. Wakayashikilia mashirika ya kimataifa, IMF ya fedha, World Bank, kwamba watu hawa hawatakiwi wapewe misaada kwa sababu hawajafuata taratibu za demokrasia katika uendeshaji wa nchi. Lakini pakaibuka nchi ambayo haijui wala haitambui wala haifikiri kabisa demokrasia. Inamtawala pale ambaye yeye akisema wala dhalim, lazima wananchi wote waseme amin. Sawa sawa ni wakati wa sala au usiokuwa wa sala. Kwa kuwa watu wale na nchi ile inawapa maslahi ile dola, lugha ya kwamba tekelezeni demokrasia pale haifanyiki kabisa. Wala hawataki mtu kusema kwamba demokrasia inahitajika pale kwa sababu itavuruga maslahi. Tunasema hiki ni nini? Ni upragmati. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Kwa hivyo upragmati unaamini kwamba maadili sio kitu thabit, ni kitu kinachobadilika. Zama zinaweza kubadilisha, mahala panaweza kubadilisha. Kinachobadilisha ni nini? Maslahi na manufaa.
manufaa ndiyo yanayotukokota. Kwa hivyo viongozi wa nchi zile wamewahi kusema hivi, hakuna rafiki wa kudumu wala hakuna adui wa kudumu, lakini kuna maslahi ya kudumu. Upepo unakwenda kwa mujibu wa maslahi. Sasa ikiwa maslahi ni kufanya jambo ambalo jana lilikuwa likitizama kwamba ni ovu, leo kwa tutalitizama kwamba ni jema, tutalifanya. Sasa nafafanua zaidi dhana ya upragmati. Upragmati ndio falsafa pekee duniani, pekee inayofaa kuitwa kwamba ni falsafa ya Marekani. Marekani ni dola changa sana, haina umri mrefu. Imezaliwa mwaka 1776. Kwa hiyo ni miaka michache sana ukilinganisha na nchi kubwa kubwa kama Uingereza, Ufaransa na nchi nyingine za Ulaya. Kwa hivyo haina historia ya kutengeneza philosophers na falsafa ambayo inaitwa yako ila hii. Watu wake wanaohusika na hii falsafa ni kina William James, kina John Dewey, ndio wahusika wakubwa wa philosophy hii inayomkokota mtu kwa misingi ya nini? Ya maslahi. Mpaka kituo hiko tuko sawa sawa? Tufafanue zaidi. Hii falsafa haikuzaliwa bila kuwa ina nasabu, ina athari za baadhi ya falsafa za Ulaya. Kuna falsafa tumeshai kuitaja hapa. Nataka tuelewane sana ili tukija katika darasa nyingine huko mbeleni tunapita tu maeneo haya, hatuhitaji kufafanua, sio? Kwa hiyo pragmati tumeuelewa kidogo Hata wewe katika maisha yako unaweza ukawa una sifa za kipragmati. Maana yake nini? Wewe unafumbia macho batili yote, unashikamana na mtu katika dhulma yake kwa sababu unapata chochote. Huo ni upragmati. Tabana haukataliki kila mara, lakini haukubaliki kila mara. Kwa wale wengine ambao wanafuatilia vyombo vya habari, nataka kudokeza, Iran inaweza ikaenda ikatetea nchi ambayo wafuasi wake si wafuasi wa Ahlul Baiti dhidi ya nchi yenye wafuasi wa Ahlul Baiti, kwa sababu kuna maslahi pale makubwa ya nchi. Wakati ule pragmatika ukatumika, sio? Kwa hiyo pragmatism sio suala ambalo kila kinachosema ndani yake ni batil, lakini sehemu kubwa ya pragmati ni sehemu ambayo mwanadamu hukokotwa na maslahi kuliko haki. Sasa ndio maana nataka kuambieni concept hizi kubwa, dhana hizi hushuka chini mpaka katika malezi. Haziishii tu katika dola na nchi. Kwa sababu anayesoma education, ualimu atasoma mtazamo wa ualimu wa kipragmati. Tuko pamoja? Yaani mwalimu akiingia darasani kuna nadharia nyingi sana za ufundishaji. Miongoni mwa hizo ile tuliyosoma juzi ile ya social learning theory imo pia darasani. Mwalimu anatakiwa apply katika ufundishaji darasani. Kuna upragmati katika ufundishaji. Ndio maana John Dewey alifundisha university 3 takriban. Mwisho akastaafu akafungua shule yake ya pragmati, kumfundisha mtoto tangu mdogo kwa kumwachia mazingira bila kumuingilia, mazingira yamfundishe, yeye anasimamia tu kuona mtoto hadhuriki. Kwa hiyo hushuka chini mpaka katika hatua ya nini? Ya malezi. Sasa ukienda kule Ulaya kuna nadharia kwa Kiarabu inaitwa nadharia ya manufaa, nadhariyatul manfaa, utilitarianism. Tumewahi kuitaja sana. Ile ndiyo babu na bibi wa upragmati. Pale panaaminika kwamba manufaa ndiyo yanamuongoza kila mtu. Alafu tumewahi kuzungumza sana kuhusu mtu anaitwa Niccolo Machiavelli, anayeamini kwamba kiongozi ambaye anataka afaulu afanikiwe ndio ile alghaya tubarrirul wasila, ends justifies the means. Unatizama malengo tu, njia hata ikiwa ni batil, ni mradi ya kufikisha kwenye mahala pa kutumia hadaa. Sasa mimi nataka kuambieni mjue pragmati ulivyokuwa. Mwanasiasa leo hii ambaye hatumii hadaa anaweza kupita? Yule mkweli kweli
kila kitu anasema kweli. Asubuhi mapema hawezi vijana wanasema hawezi kutoboa hatoboi kwa sababu dunia inatawaliwa na fikra za kipragmati. Mpaka uwaambie wananchi, mimi mkinichagua bomba zitatoa maziwa, ni bomba mkifungua yatatoka maziwa, sijui nini. Alafu manake mtu hushawishiwa mpaka yule bwana ambaye anafanya kampeni akikohoa watu wanashangilia, yani kakohoa tu kwa namna ambavyo amewaandaa watu. Sasa ukiwa mkweli sana hufai. Siasa hitaji hivyo. Tunatakiwa tubadilishe mafahimu. Hadaa iwe ni mbinu nzuri sana ya kulinda. Sasa sitaki kuendelea hapa nikazungumza sana, lakini ukienda kusoma vitabu mbalimbali vya mapinduzi yale ya Urusi, Bolshevik Revolution, utaona Stalin, utaona Lenini walivyotumia pragmati katika mapinduzi yale. Walisema sisi akhlaqi ni kile ambacho kinatusaidia kufika kwenye malengo. Hadaa ni muhimu sana kwetu kufikia kwenye malengo. Tumia hadaa, kutumia uongo mpaka uvuke mto. Wakati ule sasa tutawageni ajira sana. Mshamaliza nasema hatuko hapa kwa ajili ya kutoa ajira. Tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza fursa. Tunatengeneza fursa, wewe utumie ile fursa. Wakati ule sasa tunarudi katika mstari wa kuzungumza kawaida. Kwa hivyo katika mambo ya malezi sasa, upragmati ni kuhakikisha kwamba mtoto hapewi kanuni za kimalezi. Hapewi kanuni za kimalezi. Panatizama maslahi. Yale maslahi katika kumtengeneza mtoto, unataka mtoto ambaye ataleta nini? Ndicho kinachotizama zaidi. Na mimi kwa sababu tumetoa hizi fikra mbili, pengine zinaweza kawa nzito kidogo kwa baadhi ya watu, napendelea leo hii tukomee hapa ili tuweze kusikiliza maswali kama watu watahitajia ufafanuzi zaidi, ili baadaye tuone upragmati unasema nini katika masala ya malezi. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.